Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha tena katika wasaa huu wa kujifunza neno la Mungu. Kwa majina naitwa Veronica Olela. Karibu sana siku ya leo upate kujifunza na kusikia ni nini Mungu ametuandalia, ni chakula gani Mungu ametuandalia siku ya leo. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako. Roho Mtakatifu, siwezi peke yangu, ninakuhitaji. Mimi nipungue, wewe uongezeke, uonekanike, uzungumze na sisi, uongee na sisi. Sema na mtu huyu ambaye ananisikiliza sahihi. Bwana ukapate kubadilisha situation yake katika jina la Yesu. Ninaalika uwepo wa malaika mahali hapa, wakanisaidie katika kutumika na katika kuhudumu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakukaribisha sana. Ikiwa kama hauja subscribe katika channel hii, ninakukaribisha usubscribe katika channel hii, lakini ninakuomba ubonyeze like, ubonyeze share. Hapo chini yako kuna vitu vya kuweza kubonyeza. Ubonyeze share pamoja na mtu mwingine, yani ushare kitu hiki, uonyeshe kwamba Mungu amekubariki na unataka mtu mwingine pia apate kusikia neno la Mungu. Mungu akubariki sana na ninakushukuru sana kwa kujumuika pamoja na mimi. Nashukuru sana kwa kuniamini na kunisikiliza. Jina la Bwana libarikiwe. Na pia ninakukaribisha wewe ambaye unataka kutoa sadaka yako, utoe sadaka yako kupitia namba hizo hapo chini. Au ukienda kwenye channel kama unataka kutoa kwa kupitia bank account, unaweza ukatoa kwa kupitia bank account. Na Mungu akubariki sana. Somo la leo lina title inayosema imani inavyoweza kubadilisha mtazamo. Imani inavyoweza kubadilisha mtazamo. Sandarabashakataya. Haleluya. Imani inaweza ikaubadilisha mtazamo wako juu ya jambo lolote lile ambalo lilikuwa mbele yako au liko mbele yako. Imani inaweza ikabadilisha mtazamo wa watu ambao wanakuangalia wewe, wa watu ambao wanakuona wewe. Imani inaweza ikabadilisha mtazamo wao. Imani inaweza ikabadilisha mtazamo wa hao watu ambao pengine wanaona vitu unavyovifanya havieleweki. Lakini ile imani ambayo utaitumia kwa habari ya hilo jambo ambalo liko mbele yako, litakapokuja kufanya kazi, hiyo imani itabadilisha mtazamo wao juu ya Mungu wako, itabadilisha mtazamo wao juu ya wokovu wako, itabadilisha mtazamo wako juu ya nguvu ya Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa katika situation ambayo kila mtu hakuelewi. Kwani nani ambaye alimuelewa Noah Nuhu kile ambacho alikuwa anakifanya? Nuhu hakuna mtu aliyekuwa anamuelewa. Kumbuka mtu alikuwa anajenga limeli likubwa. Wanashindwa kumuelewa huyu mtu vipi, kachanganyikiwa au vipi. Na huko anaendelea kuwahubiria, huko anaendelea kuhubiri, jamani tubuni, jamani tubuni. Mungu anakuja kuangamiza, lakini hawafanya nini? Hawakumuelewa, hawakusikia, kwa sababu walikuwa hawamuelewi ni kitu gani anachokifanya. Lakini Nuhu kile alichokuwa anakifanya pale, kile safina aliyoijenga, alikuwa anaijenga kwa imani. Kuna vitu ambavyo Mungu atakwambia uvifanye havi make sense, lakini utavifanya kwa imani. Na watu wanaokuzunguka wataona kweli havi make sense, yani haueleweki. Lakini ukiendelea kushikilia imani yako, ukivifanya ile imani, matokeo yatakapokuja, mtazamo wa hao watu utabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamo wa wanafunzi wa Yesu ulibadilika kwenye ile Yohana 9:25. Kwenye ile Yohana 9:25 tunamuona kuna mtu ambaye alikuwa kipofu, na Bwana Yesu alipomponya wanafunzi wake wakaenda kumuuliza, hebu tuambie huyu ni nani ambaye amekosea? Je, ni wazazi wake ndio wametenda dhambi au ni yeye? Kumbuka neno la Mungu, alikuwa analiangalia neno la Mungu linavyosema anawapatiliza uovu wana. Unawapatiliza wana uovu wa baba zao. Kwa hiyo wakawa wanaangalia sasa aliyekosa ni nani? Amekosa mzazi wake, amekosa yeye. Mungu akasema hajafanya dhambi. Mzazi wake hajafanya dhambi, yeye hajafanya dhambi, ila jambo hili linafanyika kwa utukufu wa Mungu. Kwa nini kwa utukufu wa Mungu? Kwa sababu kuna watu hawaamini nguvu iliyoko katika Kristo. Kwa hiyo alikuwa anataka ili Mungu atukuzwe katika lile jambo, kuna watu inatakiwa waamini. Kuna situation inawezekana inaonekana ni ngumu sana
kufanyika, ni ngumu sana. Unajiuliza katika hii situation nitavukaje? Lakini Mungu yeye anaenda kufanya vitu vya tofauti, ili watu na wao waanze kuangalia na kusema, huyu kweli Mungu anayemtumikia ni Mungu wa Israeli, ni Mungu wa kweli. Hebu tufuate Mungu ambaye anamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani inaweza ikabadilisha utendaji na inaweza ikabadilisha mtazamo wako wewe juu ya utendaji kazi wa Mungu, juu ya nguvu ya Mungu, mamlaka ya Mungu. Ile imani pia inaweza ikabadilisha hata watu wengine mtazamo wao juu ya Mungu. Mungu yukoje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu imani ni kitu ambacho unakifanya sio kwa sababu Mungu amekwambia ukifanye. Kuna wakati mwingine ni kitu ambacho sio Mungu amekwambia ukifanye. Kuna wakati unaweza ukafanya kitu cha imani kwa sababu Mungu kakwambia. Kuna kingine unaweza ukakifanya kitu cha imani kwa sababu unaamini kuhusu Mungu wako anaweza akafanya hilo jambo. Kwani Elia ni nani aliyemwambia kwamba awaambie watu wamwage maji kwenye, wachukue mabalasi wamwage maji kwenye mawe afu atashusha moto? Kuna mtu alimwambia? Hatujaona kwenye neno kwamba Mungu alisema, ila yeye imani yake, ukiachia mbali alivyokuwa, kuna kipindi aliambiwa hebu tabiria mifupa hii. Kuna kipindi yeye mwenyewe alikuwa anataka kumthibitisha Mungu wake na Mungu ajithibitishe kwenye wale manabii wa uongo, kwa sababu Mungu atakapojithibitisha wale manabii wataacha kuwahadaa watu wa Mungu, na wale wana wa Israeli watamfuata Mungu wa kweli. Kwa hiyo chochote kile Mungu atakachokitenda kitakuwa kwa utukufu wa jina lake, kitakuwa utukufu wa jina lake, na yeye ataabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano, ulikuwa unafahamu Mungu labda kwa level ya kwamba amekuumba, lakini Mungu anapokuwa anafanya jambo la ziada zaidi, mtazamo wako juu ya Mungu unabadilika. Unajua watu wengi wanasema yes, Mungu ametuumba, na wengine wanasema miujiza hamna, vitu vingine vinafanyika feki. Yes, of course kuna watu ambao ni watumishi wako feki, wanafanyaga vya feki kwa matakwa yao binafsi na kwa matamanio yao binafsi, ambao wamekengeuka na Mungu amewakataa kwa kweli. Kwa wale ambao wanafanya vitu vya feki, wanawaaminisha watu kwamba wanafanya uponyaji, wanawaaminisha watu wanafanya deliverance, lakini they are all fake. Wanafanya fake, wanakula hela za watu, wanaiba hela za watu. Yaani hiyo naongelea ni vitu vya tofauti. Lakini kuna miujiza ya Mungu ambao Mungu anaweza, Mungu anafanya. Nakumbuka miujiza pia ni karama. Mungu anatoa karama kwa ajili ya matendo ya miujiza. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukaexercise imani yako. Siwezi kusema wakati wote imani yako inaweza kufanya kazi, lakini kuna kipindi imani yako ukiexercise itafanya kazi, kwa sababu Mungu anaangalia hilo jambo likishafanyika ni kwa utukufu wa jina lake au litaenda kuharibu. Kwa hiyo usikate tamaa unapoona kuna jambo fulani umelifanya kwa imani halijafanyika. Labda umeenda kumwombea mgonjwa hajapona. Usikate tamaa ukajiona kwamba labda mimi sijaokoka, labda mimi, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo tumeambiwa watu wote kwamba tukimpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, tutafanya kazi zile alizozifanya Bwana Yesu, na zaidi ya hizo tutaweza kuzifanya. Hakuna mtu special aliyepewa hiyo, ila kila mtu ambaye amempokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake na amemwamini na kazi zake, basi anaweza akafanya yale aliyokuwa akiyafanya Yesu na zaidi ya yale. Sasa unapokuwa wewe unaenda kufanya, unaenda kumwombea mtu mgonjwa apone na hajapona, sio kazi yako, kwa sababu wewe sio mponyaji. Mponyaji ni Mungu. Wewe unaenda pale kama kutumika kama chombo, na unafika pale unaomba na unamwekea mkono ule mgonjwa kwa jina la Yesu, pokea uponyaji. Kama hatapona, it's not your issue kabisa. Kwa hiyo isikuvunje moyo, kwa sababu Mungu pia anaangalia jina lake litatukuzwa. Baada ya pale katika ule uponyaji, kitu gani kitaendelea? Kitu gani kitafanyika? Je, yule ambaye unaenda kumuombea, je, yeye ana mpango naye? Je, unayemuombea, yani kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanafanyika katika utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye Mathayo 8:23 kwa wanafunzi wa Yesu. Hebu kwanza tuisome hii. Mathayo 8:23 mpaka 27.
23 mpaka 27. Akapanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo na bahari za mtii? Kwa hiyo at the end utukufu ulimrudia Mungu kwa habari ya kile ambacho kimefanya nini, kimetendeka. Hawa ni wanafunzi ambao walikuwa wanatembea na Yesu muda wote 24/7, wako pamoja na Bwana Yesu wakijifunza, wakiangalia mambo fulani. Na usio muujiza wa kwanza aliofanya Yesu, usio muujiza wa kwanza, lakini walivyokuwa wanaona msukosuko, imani yao kidogo ikashake. Lakini Bwana Yesu yeye akafika pale akafanya nini? Akacommand ile bahari, na ile bahari ikamtii, na kile ambacho walikuwa wanataka kifanyike kikafanya nini? Kikafanyika. Kwa hiyo mtazamo ulibadilika pale kwa wale waliokuwa wanawaangalia, kwa wale ambao walikuwa pamoja nao. Mtazamo wa wanafunzi wa Yesu ulibadilika pale pale. Na ukumbuke kuna kipindi hata Petro alimwambia ilikuwa walikuwa kwenye mashua na Bwana Yesu alikuwa yuko, niseme wapi, ufukweni, yani alikuwa nje ya bahari. Kwa hiyo wakamuona, kwanza wakaona kama kuna mtu anakuja, lakini yule mtu anatembea juu ya bahari. Wakasema, huyu ni nani anatembea juu ya bahari? Akamwangalia akasema, ni Bwana anatembea juu ya bahari. Petro akasema, hebu na mimi niite, na mimi nataka kuja nitembee juu ya bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtazamo imani inabadilisha mtazamo kabisa. Na Mungu, nasema kwamba Mungu anabadilisha mitazamo kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Hebu muangalie Mtume Paulo. Mtume Paulo yeye hakuwepo kwenye wale mitume 12. Lakini katika Biblia Mtume Paulo ni Mungu alimtumia kwa ukubwa sana. Kwa nini alimtumia kwa ukubwa sana? Kwa sababu imani ilibadilisha mtazamo wa Mtume Paulo wa Mungu ni nani, anaweza kutenda kazi kwa kiwango kipi. Alimthibitisha yeye mwenyewe Mungu. Kwa hiyo hata imani yake ilikuwa ya tofauti. Imani niliyokuwa nayo mimi ni tofauti na imani ya mtu ambaye amemthibitisha Mungu, ameona Mungu akitenda makuu. Mwingine amemuona Yesu, mwingine, yani tunatofautiana kwa namna hiyo. Kwa sababu ya ile imani na ule mtazamo unapokuwa umebadilishwa, hata namna yako ya kumwamini Mungu inakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii mimi nakushauri, hebu kaa muombe zaidi Mungu kwamba Mungu, hebu badilisha mtazamo wangu juu ya ukuu na uweza wako, kwa sababu bado sijaamini vya kutosha, bado sijaujua ukuu wako vya kutosha, bado sijaziona nguvu zako vya kutosha. Nimeona nguvu zako, nimeona watu wakiponywa, nimeona sana, lakini sasa hivi kuna mambo mengi sana yanaendelea, feki ziko nyingi sana zinaendelea. Mungu, wewe ambaye ulifanya kipindi kile cha wanafunzi wa Yesu, na sio kipindi kile cha wanafunzi wa Yesu, Mungu amekuwa akifanya miujiza mpaka leo. Ninahitaji nikuone mimi binafsi ukifanya muujiza siku hii ya leo. Ninahitaji ukuone wewe kwamba wewe ni Mungu wa miujiza. Nikuthibitishe, imani yangu ikue, na imani yangu ibadilishe mtazamo wangu juu ya ukuu, nguvu na uweza wako. Mungu anaweza akafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ile misukosuko iliyotokea pale baharini ilibadilisha kabisa mtazamo wao. Ilibadilisha kabisa mtazamo wao juu ya Mungu. Na Mungu anaenda kufanya jambo kwako. Mungu anaenda kufanya jambo kwako ambalo litaenda kubadilisha mtazamo wa watu juu ya Mungu unayemwabudu. Mungu anaenda kufanya jambo kwako ambalo kila mtu atajua ni Mungu. Yaani, si unajua kuna watu huwa wanasema, atakuwa alienda huku, alienda kwa mganga, atakuwa labda alienda kwa Freemason, alienda kwa... Yaani kuna kitu kitatokea ambacho watasema ni Mungu amefanya, na sio Mungu wa fulani, ila ni Mungu amefanya. Hukwenda kwa fulani, hukwenda sio kwa mtumishi gani huko, hukwenda kwa mtumishi gani huko, lakini utamthibitisha Mungu wewe mwenyewe.
Bwana Yesu asifiwe. Na naomba litokee hilo jambo kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani yako inaweza pia kubadili mtazamo wa maamuzi ya Mungu juu yako. Tumeangalia kwamba imani inaweza ikabadilisha mtazamo wako, imani inaweza ikabadilisha mtazamo wa watu wengine, lakini imani inaweza ikabadilisha maamuzi na mtazamo na maamuzi ya Mungu juu yako wewe kwa sababu ya imani yako. Tukiangalia kwenye ile Mathayo 9 mstari wa 2. Mathayo 9 mstari wa 2. Na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu aliangalia ile imani ya wale waliomleta yule mtu. Alivyoiangalia ile imani, ilibadilisha mtazamo, ilibadilisha maamuzi ya Mungu juu ya yule mtu. Akasamehewa dhambi zake na akaponywa magonjwa yake. Lakini katika kufanya hayo yote ilikuwa ni kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu baada ya pale walianza watu kujiuliza, huyu ni nani anasamehe dhambi? Huyu ni nani anafanya hivi? Kwa hiyo Yesu akawaambia kwamba hivi mnaona ni kipi kigumu kati kumwambia huyu mtu beba godoro lako ende, au kumwambia umesamehewa dhambi? Kipi mnaona kitakuwa kigumu? Kwa hiyo Mungu maamuzi yake juu yako yanaweza kubadilika kwa imani, kwa sababu anaona umebeba imani. Kwa hiyo Mungu anabadilisha maamuzi. Hebu muangalie Ezekia. Ezekia aliugua sana. Alikuwa ni mfalme. Ezekia aliugua sana. Alipougua, akaja nabii akamwambia Ezekia, embu andaa mambo yako kwa sababu unakaribia kufa. Ezekia hakukubali. Aligeuka ukutani, akalia kwa Mungu kwa habari ya hiyo ishu. Na ile imani yake ilifanya Mungu kubadilisha uamuzi. Kwa hiyo imani yako inaweza ikabadilisha uamuzi ambao ulikuwa ufanyike juu yako. Destiny ambayo ilikuwa ifanyike itokee kwako inaweza ikabadilika kwa sababu ya ile imani ambayo umeshikilia kwa habari ya lile jambo. Inaweza ikawa pengine baada ya mwezi mmoja unatakiwa kufukuzwa shule. Baada ya mwezi mmoja unatakiwa kuondolewa ofisini. Lakini ile imani ambayo umeishikilia ya kwamba Mungu, mimi ninaamini hapa ni pangu. Hapa umenipa. Mimi ninaamini Mungu, wewe hushindwi jambo. Ninaamini utaenda kunifanyia 1, 2, 3. Ile imani yako ambayo umeishikilia itabadilisha mtazamo wa Mungu juu yako. Pengine mtazamo ilikuwa ni kukuondoa. Sikiliza, mfano kama wewe ambaye ni mwanafunzi. Ikiwa wewe ni mwanafunzi, unasoma labda chuo. Unaona umefeli. Na katika kufeli kwako kwa kweli ilikuwa wewe, hata Mungu alikuwa anaona wewe sasa ni bora tu unani. Lakini imani yako ukiishikilia na kumwambia Mungu, wewe ndio ambaye umenileta katika hiki chuo. Mimi there's no way nikafeli wakati mimi ninakutumikia. There's no way nikafeli wakati ninalitangaza jina lako. Na kila mtu ananijua kwamba mimi nimeokoka, mimi ninampenda Yesu, mimi ni mtu wa kusali. Kwa nini jina lako litukane kwa ajili yangu? Mungu, mimi ninataka kufaulu. Kama nimepewa hii supplementary, nitakaa nisome nifaulu. Mungu, badilisha mtazamo juu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuna maombi ambayo nimeshayaomba nafikiri kama ni mara 2 hivi. Na niliyaona yakifanya kazi. Nilikuwa ninasoma law school. Na nilivyoenda kusoma law school, ikatokea kwenye hii mitihani
sikupita kwenye mtihani. Na watu wakawa wanasema unajua sasa usipopita ukishakuwa discontinue utakaa mwaka mzima. Kuna watu mpaka leo hawakurudi tena kwa law school sio nini. Kwa hiyo mimi nikasema ngoja nikaanza kukaa kwenye maombi. Nikamwambia Mungu, fanya jambo lolote lile ambalo litasababisha sio mimi nitoke peke yangu, bali na watu wengine wote wafaidike katika hilo. Fanya jambo. Yani nilikuwa naendelea kumwambia Mungu, nataka nikuone wewe Mungu ambaye umenipigania kuanzia niko mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, umenipigania. Nilipita katika magumu sana katika kusoma kwangu, lakini Mungu ulinitetea na ulinipigania. Nataka nikuone na katika hili. Mimi siwezi kuondolewa katika kichuo. Mimi nasoma, nahitaji kuwa wakili. Kwa hiyo Mungu ninaomba ukapate kuniona katika hili. Mimi ninakwambia Mungu aliponifanyia ule muujiza, siku ninaapishwa mpaka leo bado naendelea kuona ule ni muujiza. Yaani naona mpaka saizi machozi yananitoka kwa sababu nilipokuwa ninaapishwa bado nilikuwa nauona ule ulikuwa bado ni muujiza Mungu alionitendea. Alafu sasa yale maombi niliyosema wakati wa kuapishwa kwangu waliapishwa watu wengi sana. Yaani wengi mno. Wengi walichomolewa katika zile supplementary sijui nini. Kwa hiyo yale maombi nilikuwa nasema kwamba sio mimi peke yangu nione, bali nataka wengine wengi ufanye pia kwa ajili yao. Ufanye ili kila mtu afanye. Yaani na hayo maombi mara nyingi nikiyaomba Mungu huwa anafanya jambo ambalo kama ni wengi tumepita katika situation moja, Mungu anasababisha jambo ambalo lina involve watu wengi. Anatumia namna anayotumia, lakini anainvolve watu wengi na watu wengine pia wanafanya nini? Wanatoka na wengine wanafaidika. Kwa hiyo ile imani niliyokuwa nayo sasa sijui niseme ilibadilisha mtazamo wangu au ilibadilisha maamuzi ya Mungu juu yangu. Inawezekana ilibadilisha maamuzi ya Mungu juu yangu. Kwa hiyo nikapita kwa sababu ya ile imani. Katika masomo yangu nimemuona Mungu, nimeapply imani sana. Katika kazini nimeapply imani katika kazi, kwa sababu unajua vita tulionayo ni kubwa sana. Sisi watu wa Mungu tuna vita kila mahali, na ili tuweze kushinda hiyo vita ni lazima tuwe na ngao ya imani. Na katika vita yangu nyingi sana nimeapply hiyo ngao ya imani, kumuona Mungu kwamba wewe Mungu unaweza ukanipigania katika hili, wewe Mungu unaweza ukafanya katika hili. Kwa ile ngao ya imani ndio imekuwa ikisustain. Na leo ninakuambia kwamba ngao ya imani itakuwezesha wewe kutoka katika hiyo situation ambayo unapitia. Hakuna kitu kingine kitakutoa katika hiyo situation zaidi ya ngao ya imani. Kumwamini Mungu kwamba anaweza na atakutoa katika hiyo situation. Kumwamini Mungu anaweza na atakuondoa katika hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hata kwenye issue hiyo mwanamke aliyotoka damu miaka 12. Alienda akagusa pindo la Yesu kwa imani. Yaani hakuwahi kusoma mahali, kwenye vitabu vyao hawakuwahi kuandika, kwenye sheria ya Musa na kwenye Torati hawakuwahi kuandika kwamba mtu anatakiwa aende akashike pindo la mtu ili apone. Ila imani ilitoka wapi hicho kitu? Ni imani ilikuja, kaamini kwamba nikienda nimechoka kudharauliwa. Alikuwa amechoka kuonewa. Kumbuka alikuwa kwenye issue ya alikuwa nayo, sio tu kwamba alikuwa anajisikia kama kwa nini mimi ni kila siku ninatoka katika hali kama hii. Kumbuka wale walikuwa wanafanyika najisi katika zile siku. Wewe fikiria miaka 12 mtu yuko tu najisi. Yaani wewe hauna socialization, hau associate na watu, hakuna kitu unachokifanya. Yaani wewe all the time uko tu ndani. Yaani na hisa hata kutoka kwake ulikuwa ni muujiza kwenda kunani na watu. Kwa hiyo alikuwa kama anajipenyeza watu wasimuone na watu asiwaguse watu. Umeona? Kwa akafika paka pale akasema nitagusa tu hata pindo. Sio lazima nimguse wasije akasema ninamnajisi. Na nikaguse tu pindo. Akaenda akagusa tu pindo la Yesu. Na katika kugusa tu pindo la Yesu, imani yake ikamponya. Na ile imani ilimgusa Mungu.
Kwa sababu pale pale Bwana Yesu alisema ni nani amenigusa? Watu wengi walikuwa wanamsonga songa, lakini kuna mmoja amegusa kwa sababu ame-apply imani. Leo hii ninakuomba, gusa pindo la Yesu. Yesu mwenyewe aseme kuna mtu kanigusa. Kuna mtu kanigusa kwa sababu ya ile imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mtu mmoja alishawahi kutoa shuhuda, mtumishi mmoja alishawahi kushuhudia kwamba yeye mume wake alikuwa ni mchungaji na yeye ni mama mchungaji, lakini alikuwa sio sana kwenye mambo ya utumishi. Yaani alikuwa sio kwamba anambariki kivile sana mambo ya utumishi. Na alikuwa hashiriki sana kwenye masuala ya huduma. Sasa siku moja ikatokea mume wake akawa amesafiri. Kwa mume wake alivyosafiri, mtoto akawa anaumwa. Hana hela ndani kwa ajili ya kumpeleka mtoto hospitali, na kumbuka ni mtoto mdogo. Wewe mtoto mdogo akiumwa ni shida, wewe unaumwa. Kwa hiyo sasa anapiga simu, mume wake hapokei. Bahati mbaya na mume wake simu yake ilikuwa haipatikani. Ninafanyaje hapa? Na mtoto anachemka hivi. Sina msaada popote. Kwa hiyo hicho kikamfanya achukue yule mtoto, aanze kumuombea. Aliomba usiku mzima. Ile imani yake iligusa na kumgusa Mungu na kugusa mtazamo wa Mungu juu yake, lakini iligeuza mtazamo wake juu ya Mungu. Kwa hiyo kuanzia pale akaanza kuwa prayer warrior. Na kuanzia pale huduma akaanza kuwafanya utumishi. Kwa hiyo akawa ame-unlock utumishi uliokuwa umefungwa ndani yake. Kwa sababu ya ile imani na ule mtazamo aliokuwa nao juu ya Mungu. Kwa sababu Mungu aliponya mtoto wake bila dawa. Kwa sababu ya maombi yake aliyong'ang'ania kuomba. Kung'ang'ania kuomba kwa kung'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona pia wale wenye ukoma 9 ambao Bwana Yesu aliwaponya. Na wao imani yao ilibadilisha ule mtazamo. Lakini sio imani yao tu, kwa sababu walitoka pale Bwana Yesu akamwambia nendeni mkajionyeshe kama ilivyo kawaida kwa makuhani. Ile hata ukule kuponywa kwao makuhani pia mtazamo wao ulibadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Juu ya wenye ukoma ni watu wa namna gani. Kwa hiyo hata kwenye huduma ya Bwana Yesu ilikuwa anataka kuangalia mtazamo wa hawa watu ubadilike juu ya Mungu ni nani. Kwa sababu nimekuja kutimiza hii sheria. Waone mtazamo wa Mungu ni kitu gani juu yao. Bwana Yesu asifiwe. Bila imani hakuna mabadiliko. Bila imani hutaona biashara yako inakuwa. Bila imani hautaona kazi yako inaendelea. Bila imani hautaona huduma yako inaendelea. Bila imani hautaona chochote katika maisha yako kinaendelea. Lazima uweke imani ili uone kile ambacho kama Mungu amekuambia jambo fulani, kwamba mimi niko nataka kufanya kitu fulani katika maisha yako. Weka imani yako kwenye lile jambo na Mungu akakuonekanie zaidi. Weka imani yako kwamba Mungu umesema na mimi ya kwamba unaenda kunipa kazi. Mungu umesema na mimi kwamba ninaenda kufungua biashara kubwa. Weka imani yako kwenye hilo kwamba ninaenda kupata kazi. Weka imani yako kwenye hilo na Mungu atakuonekania. Na Mungu atakutendea kwa sababu umeweka imani yako. Ile imani yako inaweza ikabadilisha ule mtazamo wako, lakini utamgusa Mungu kwa sababu ya ile imani ya kwamba mimi ninaenda kupata hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mimi nilikuwa nikifanya mambo yangu, nilikwambia mimi katika maisha yangu maisha yangu yamekuwa maisha ya vita. Hakuna kitu ambacho ninakipata kwa urahisi sana. Hakuna. Kila jambo nalolifanya katika maisha yangu ni lazima nipambane na ni lazima nipigane katika imani. Sipambani katika kufanya mambo ya kimwili. Nitapambana kimwili, lakini lazima nipambane kiroho. Kama kuna kitu nakihitaji, kuna kipindi fulani nilihitaji kuna mtaji nilikuwa nautaka, kuna hela nilikuwa naitaka. Na nikaona sasa hapa mbona mambo hayaendi. Nilianza kuomba. Niliomba huku niweka ile imani. Kwa hiyo imani ambayo unayo ndio itakayoweza ku-unlock kila hitaji ulilonalo. Hakuna mtu utakayoenda kwenda kumlaumu
na kuanza kumwambia, wewe kwa nini kunifanyia hivyo, wewe kwa nini kuniombea? Lakini ile imani, ukikaa na kuomba na kumwambia Mungu na kuamini ya kwamba hiki ninachokisubiria kitatokea, hiki ninachomwamini Mungu kitafanyika, Mungu anaenda kutendea, Mungu anaenda kufanya, Mungu anaenda kukuonekania, kwa sababu ya ile imani ambayo umeshikilia, kwa sababu ya ile imani ambayo umeishikilia, na Mungu anaenda kukuonekania. Lakini kuna mambo ambayo yanafanyika kwa utukufu wa Mungu. Unakuwa kipofu, huponi kwa utukufu wa Mungu. Yaani kuna wakati jambo lako litaenda kutendeka. Unatafuta kazi, hupati, lakini kuna siku imani yako ikiendelea unaenda kupata, lakini kazi yako itakuwa kwa utukufu wa Mungu. Utashangaa unawapita hao watu wote ambao ulikuwa unaona kama wamefanikiwa, wamenunua magari, lakini unapata kazi ambayo ndani ya miezi 6 una gari, ndani ya miezi 6 una kiwanja. Umeshawapita hao wengine wote, si ndio? Kwa hiyo imani ni kitu cha tofauti, sio kile ambacho, sio kama tunavyoona sisi kwamba ni nini. Ni kitu kikubwa sana ambacho Mungu anaweza kukutendea. Leo hii ninakwambia usikate tamaa. Endelea kumwamini Mungu kwa ajili ya kile ambacho unakitarajia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na endelea kumwomba Mungu akusaidie katika kuamini. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Basi tuombe kwa ajili ya siku hii ya leo. Ikiwa kuna kitu unamwamini Mungu kwa ajili ya hicho, ninaomba weka imani yako na tumuombe Mungu akapate kufanya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nyoosha mkono wako katika device ambayo naitumia. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakusihi, rapo satataramanda ramande sheketaya, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu. Ninaomba ukapate kumuonekania. Ninaomba ukaonekane katika jambo ambalo anakuamini. Ninaomba ukaonekane katika jambo hili ambalo linakuamini. Anasumbuka, analia na ameshika tumbo lake, ameshikilia tumbo lake, anakulilia Mungu. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, imani yake Mungu mtakatifu ikafanye jambo, ukamtoe katika hiyo situation, ukamtoe katika hiyo situation, ukamtoe katika hiyo situation, ukamtoe katika hiyo situation, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila kinachozuia kwa mamlaka ya jina la Yesu kikaachie katika jina la Yesu Kristo, kikaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Toka katika hilo tumbo na ukamwachie sasa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru mema yakamfuate. Ninaamuru kibali kikamfuate. Ninaamuru kibali kikamfuate. Milango ikafunguke mbele yake. Milango ikafunguke mbele yake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akapate kile ambacho anahitaji katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu akubariki sana na upokee hitaji lako sawa sawa na imani yako. Shalom, shalom.